Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa katika ziara yake ya kuzunguka mikoa yote nchini. Akiwa katika ziara amekuwa akiongea maneno mengi sana kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, na vyote ambavyo walivyovizungumza ni ikiwemo na wale wachochezi ambao wanachochea nchi hii kuweza kuingia katika machafuko ambayo kihistoria hayapo. Kwa hiyo amesema hivyo kwamba watu wanakuwa wanapatikana nchi ambazo sio Tanzania, na vile vile wanakuwa sio wa Tanzania, na wengine ni wa Tanzania lakini wanakuwa wapo mbali na Tanzania, lakini wanachochea vurugu katika taifa letu hili la Tanzania. Hivyo basi waziri mkuu Mwigulu Nchemba ameendelea kuwaasa na kuasistizia kwamba wananchi wazipuuze zile propaganda ambazo zinaendelea kufanywa na watu ambao hawatakii mema taifa hili la Tanzania. Mwigulu Nchemba hakuacha wasanii, vile vile amewazungumzia wasanii kwamba kwa sababu kwa sasa hivi wasanii wameambiwa kwamba wasiweze kusapotiwa kutoka kule kwa Mangi Kimambi, kwamba ziara hiyo inasema kwamba wasiweze kusapotiwa Alambeya, kwamba msanii atakiwe kumsapoti, msanii atakiwe kuipata support kutoka kwa shabiki yake. Yaani wakitoa kazi wasiweze kusikiliza wala wasiweze kufuatilia, kwa sababu walikuwa ni moja kati ya watu ambao wanasimamia masuala ya siasa, walikuwa wako katika hizo kampeni. Hivyo basi waziri mkuu amesema kwamba wazipuuze hizo taarifa kwa sababu hazina afya katika ujenzi wa taifa letu hili hapa. Waziri mkuu wakati akiendelea kuwa katika ziara hii ameendelea kukusema kwamba wale ambao wanawashauri muweze kuchoma nchi yenu, mkishachoma nchi yenu sasa mtaweza kuishi wapi? Maelezo ambayo ameyasema na kuwaasa wananchi wote pande zote wakati ambao akiendelea katika ziara yake ni kwamba wananchi inabidi wawe na msimamo uliothabiti kabisa, ili waweze kuhakikisha wanaweza kuilinda nchi hii, kwa sababu nchi hii kila mmoja anayo haki ya kuweza kupata matunda yake. Kwa hiyo kwa wale ambao hawalitakii mema taifa hili hapa, basi isiwe sababu ya kuvunja amani iliyoko katika taifa letu hili, kwa sababu ukichoma vile vitu ambavyo vimejengwa na serikali, maana yake ni kwamba wanataka urudi nyuma. Unaona bwana, wakatolea watu wa vijijini kwamba wewe unachoma barabara, unachoma sheli za mafuta, magari. Sasa na wale ambao wanakushauri uweze kuchoma hawaishi katika eneo lako. Sasa atakayehangaika hapo ni nani? Wewe uliochoma au yule ambaye aliyekushauri ufanye kwa maslahi yako binafsi? Lakini pia waziri mkuu ameendelea kwa kusema kwamba wale ambao wanapiga kampeni kwamba miili ya marehemu iliyofariki ile tarehe 29 Oktoba kwamba iweze kutangazwa ni idadi ya watu wangapi, kama jinsi ambavyo inavyokisiwa kwamba watu 10,000 na hivyo basi imeelezwa na kuweza kuthibitishwa kwamba waziri mkuu kwamba wale watu ambao wanang'ania idadi ya miili ya watu waliofariki wanataka wajue idadi ili sasa waongezewe malipo. Naona bwana, inasemekana kwamba vile vifo ambavyo vimetokea kuna watu wengine wananufaika ambao walipendi taifa hili hapa. Kwa hiyo watu kufa wao ndio wanaingiza fedha. Unaona bwana, hii hapa ambayo imediskasiwa na mheshimiwa waziri, kama itakuwa ndo ukweli wenyewe, basi wale watu ambao waliungana kuweza kuchochea vita na maandamano kusababisha watu wengi kuweza kufariki dunia, eti kisa wao ndio ujira wanaweza kupata chochote kitu. Yani hiyo ni mbaya zaidi, kutokana na kwamba kila mmoja anayo haki na sababu ya kuendelea kuishi. Kila mmoja anayo haki ya kuendelea kupata mahitaji yake muhimu, na kila mmoja ana haki ya kuweza kulindwa na kuweza kuhakikisha anaishi kwa amani katika taifa lake analoishi. Kwa hiyo waziri mkuu amesisitiza na kusema kwamba kama propaganda hizi zikaendelea, basi ana siri nyingi sana ambazo yuko nazo, ataanza kulipua moja baada ya lingine. Na waziri mkuu amesema kwamba anaamini kwamba Watanzania wataweza kumlinda na atakuwa salama, ili mradi tu aendelee kuhakikisha anatokomeza kila aina ya ubaya na uadui ambao unaendelea
Unaona bwana. Kwa hiyo ndiyo taarifa ambayo nimekupatia hapo, ambayo imejumuisha pande zote mbili au tatu. Sehemu ya wapinzani ambao ni kina Mange Kimambi na jeshi lake, lakini pia Mwigulu Nchemba pamoja na serikali, pamoja na wasanii, bila kuwasahau wananchi kwa ujumla. Leo naomba tuishie hapa, alafu tuvute mafuta kidogo. Wakati mwingine tutaendelea kukusogezea kila aina ya taarifa ambazo zinaendelea kupostiwa. Sisi kazi yetu ni kuweza kuhakikisha tunafuatilia kwa kina na tunakuletea wewe, kukufikia wewe kokote kule uliko. Usisahau kusubscribe channel hii hapa, kwa sababu ukisha subscribe channel hii hapa unakuwa ni mmoja kati ya familia yetu nzuri kabisa, na moja kwa moja unakwenda kutisha kama lama Simba Dangote. Bye bye.